Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu. Nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Leo tunaangalia ugonjwa wa pumu. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, utambuzi wake na matibabu yake na nini cha kufanya. Naam, karibu. Pumu ni ugonjwa unaosababishwa na mkazo wa ghafla na kuvimba kwa njia ya hewa. Hali hii inasababisha mtu anasikia kifua kinabana, anakorota, anapata shida kupumua na wakati mwingine anakuwa anakohoa. Watu wenye pumu huwa wanapata shambulio la kushindwa kupumua vizuri, na baadaye wakishatumia dawa hali yao inarudi kuwa vizuri mpaka atakapopata lile shambulio jingine. Ugonjwa huu unatofautiana kwa makali kwa kila mgonjwa. Wapo wanaopata matukio ya mashambulio haya mara kwa mara na wanahitaji kutumia dawa mara kwa mara. Wapo pia ambao wanabana kifua mara kadhaa tu kwa mwezi, anabana mara moja kwa mwezi. Kupata shida kupumua ni hali ya hatari na inaogofya sana. Kama ukimuona mgonjwa wa pumu ambaye amebana kifua anaanza kupoteza fahamu, midomo yake inaanza kubadilika rangi na kuwa ya blue, au anatoka jasho jingi sana, mapigo ya moyo yanakwenda kasi sana, inaashiria kwamba hapati hewa ya kutosha, na hii ni dharura. Kwa hiyo angalia kama ana dawa ile ya kupuliza anayotembea nayo, mpatie ili aweze kuivuta ili aweze kupata nafuu, au muahishe hospitalini mapema ili aweze kupata usaidizi. Dalili za pumu zinasababishwa na kuvimba kwa njia ya hewa na kukaza kwa ile misuli inayozunguka njia ya hewa. Kwa sababu njia hii imevimba na imebanwa na ile misuli, njia hii hewa ile inashindwa kupita kwenye ile njia ya hewa na mtu anapata shida kupumua. Sasa kwa watu ambao ni sensitive sana, dalili hizi zinaweza kuwa zinachochewa na kuvuta hewa ambayo inakuwa na vitu vile ambavyo vinasababisha mzio. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa akivuta zile nywele za wanyama, kwa mfano paka, mbwa, anapata anabana kifua. Mwingine akivuta vumbi tu au mabadiliko ya hali ya hewa, mtu akienda katika maeneo ya baridi sana anakuwa anabana kifua, hawezi kufanya chochote. Kemikali zilizomo kwenye hewa au chakula kinaweza pia kusababisha mtu anakuwa kwenye mazoezi tu lakini anabana. Akifanya mazoezi tu anabana. Chamvua zile za mimea, kipindi ambacho mimea inarusha zile chamvua zake, yeye anapata shida sana kipindi hicho. Lakini pia kama una maambukizi kwenye mfumo wa hewa, kwa mfano mafua, msongo wa mawazo mkali, mtu yuko darasani akipewa test anapata anabano. Mwingine moshi wa sigara tu unamletea shida, hata kama sio yeye anayevuta, ule moshi kimfikia tu anabano na kifua. Sasa chochote tu kati ya hichi kitu kikimfikia yeye anabano. Kwa hiyo unajikuta kwamba huyo mtu anamzio hicho kitu, na hiyo inasababisha anabano, anashindwa kupumua vizuri, anapata mkoroto mkali sana, unaona, anakohoa sana. Kwa hiyo hizo ndo dalili za mgonjwa ambaye ana pumu, lakini zinakuja na kuondoka. Zinaweza zikaja ukivuta ile dawa unakuta zinapotea kwa muda, baadaye tena zinakuja. Sasa kadri muda unavyoenda unajikuta kwamba mashambulio haya yanaweza kuwa karibu, na daktari atakusaidia zaidi namna ya kujitibu. Kwenye matibabu ya pumu, jambo muhimu zaidi ni kujaribu kuepuka vitu ambavyo vinachochea au kusababisha ubano na kifua. Kama mazoezi ndio yanachangia, punguza. Kama ni vumbi, basi fua matandiko na safisha nyumba yako mara kwa mara. Usifike mnyama ambaye manyoya yake yanakuletea shida, na epuka moshi wa sigara na kadhalika. Kitu chochote ambacho nadhani kinasababisha ianze, ni vizuri ukakiepuka. Jambo la pili, unapaswa kutembea na dawa za kupanua ile mfumo wa hewa unapokuwa umebanwa. Utakapopata tukio, tafadhali tembea na ile inhaler yako. Hakikisha unatembea nayo unapokwenda shuleni, kazini, kwenye michezo na kadhalika. Mara nyingi mgonjwa akishatumia dawa hii anakuwa vizuri kabisa, na wakati wingi unakuta hahitaji tena kwenda kwa daktari. Kama dalili zako ni kali sana au unapata matukio ya kubanwa kifua mara kwa mara, daktari anaweza kupendekeza upewe dawa za kumeza ili kupunguza uvimbe kwenye njia yako ya hewa. Kama daktari akikupatia dawa hizi, zitumie kwa uangalifu kama ulivyoelekezwa. Dawa hizi aina ya corticosteroids zina athari nyingi sana mwilini na zisipotumiwa vizuri. Kwa hiyo kama umepewa dawa hizi, zitumie vizuri. Hizi ni dawa za kumeza, unapewa na meza kila siku, na pamoja na hiyo pia unapewa na ile inhaler. Kwa hiyo ukipata shambulio unaitumia, kwa unakuwa unazitumia zote kwa pamoja. Hiyo ni mtu ambaye unakuta anapata matukio mara mengi kwa wakati mmoja. Kwa mfano, kwa wiki anaweza kuwa anapata matukio 3 na kuendelea. Hii kama unapata matukio 3 ya mengi, unakuta inaweza ikazikuta kwamba inaharibu mfumo wako wa maisha, kwa daktari akapendekeza utumie mpaka dawa ya kumeza. Kwa hiyo itumie vizuri. Kwa habari ya matarajio, hakuna tiba ya pumu inayoweza kukuponyesha kabisa. Lakini dalili wakati mwingi huwa zinapoa kabisa baada ya muda fulani na wa matibabu. Kwa usimamizi ulio bora, kujitunza binafsi na matibabu, watu wengi wenye pumu wanaweza kuishi maisha ya kawaida kabisa bila shida.
Sasa usipopata matibabu vizuri, kuna hatari ya wewe kufa kwa kukosa hewa. Unaweza kushindwa kufanya kazi, shughuli zako zikawa zinaathirika, ukakosa usingizi kwa sababu unakohoa sana usiku au unabanwa, na hiyo inaweza kaathiri kesho yake wewe ufanyaji kazi wako. Unakohoa, kikohozi kisichokoma na kupata shida kupumua, kuna kuhitaji mgonjwa kusaidiwa kupumua kwa kutumia zile mashine. Kwa hiyo hayo yote ni matatizo ambayo yanaweza kutokea kama pumu yako haijatibiwa vizuri. Kwa hiyo unaenda kapate matibabu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.